Wakati nchi ikitarajiwa kuingia katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, huku kwa upande wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar ikitanguliwa na upigaji wa kura mapema Oktoba 28 kwa mujibu wa sheria ambayo itawahusu watendaji maalum wa tume, wasimamizi wa uchaguzi na vyombo vya ulinzi na usalama. Mgombea wa urais wa Zanzibar kwa tiketi ya chama cha ACT Wazalendo, Othman Masoud Othman, ambaye amedai kuwa kura mapema imeanzishwa kwa lengo la wizi, jambo ambalo linatolewa ufafanuzi na mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi, Jaji George Joseph Kazi. Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar imeamua kuongeza ubaya wake kwa kwenda kinyume nayo. Hadi sasa imetangaza orodha ya wapiga kura wa mapema ambao kitakwimu ni wengi zaidi kuliko sio tu wale waliotajwa kuhusika na sheria hiyo. Kwa hiyo baada ya kutayarishwa sheria 2018 namba 4 na kanuni zikatayarishwa ambazo zinatoa mwongozo wa jinsi gani kura mapema inavyopigwa, na katika mwongozo huo haitoi fursa yoyote ya wizi katika uchaguzi. Ni utaratibu ambao umewekwa mzuri na nchi nyingi ina utaratibu ambao kama huo. Tuhuma nyingine ambazo mgombea huyo amezielekeza kwa Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC ni madai ya kuwa kutolewa kwa mawakala wa chama cha ACT Wazalendo siku ya upigaji wa kura. Tunazo taarifa kuwa ZEC pia inapanga njama za kushirikiana na Chama cha Mapinduzi na vikosi vya SMZ chini ya uratibu wa viongozi wa KMKM na KVZ kuwaondosha mawakala wetu, aidha wakati wa upigaji kura, ukusanyaji wa matokeo na uhesabuji kura. Lakini kuhusiana na tuhuma za njama za kutoa mawakala, zote ni tuhuma za uongo. Ni tuhuma ambazo wamebuni, wanatayarisha story au matukio ambayo baadaye wanakuja wanafanya wao wenyewe. Naweza nikatoa mfano wa uchaguzi wa Mtambwe. Mgombea wao wa uchaguzi wa marudio. Mgombea wao alitoka alisema kwamba amemkamata mtu na kura. Alikuwa anapewa kura zaidi ya moja. Swala ambalo lilikuwa si la kweli, na tulifanyia uchunguzi tukagundua ni yeye mwenyewe alitupa kura kwa nje, alafu baadaye akaifuata ndo akatoka nayo nje na kuita waandishi wa habari. Pia mgombea wa urais wa Zanzibar Othman Masoud amedai tume hiyo imepanga njama kupika matokeo. Tunajua pia kuwa tayari kumeandaliwa matokeo ambayo wanayo mikononi mwao na kwamba hayo ndiyo wanayopanga kuyatangaza badala ya yale yatakayotoka vituoni. Tungekuwa na lengo hilo, tulikuwa na kisu cha kufanya hivyo. Kwa sababu kama nakumbuka mwezi wa 9 tarehe 10 wakati wa kurejesha fomu, mgombea huyo fomu zake zilikuwa hazijakamilika. Kisheria zilikuwa batili. Lakini tume kwa busara na kwa busara kubwa, kwa sababu ya kuwepo na ushindani wa kisiasa lakini na kukuza demokrasia, tuliweza kuhalalisha fomu zile na tukampa muda kwa ajili ya kuweza kukamilisha na kuweza kuteuliwa. Sasa tungekuwa na lengo lolote dhidi ya mgombea huyo, tulikuwa na sababu nzuri sana tena ya kisheria, na yeye mwenyewe anajua kwamba natoa onyo kwa mgombea huyo kuacha mambo hayo. Ni vyema kuacha mara moja kutoa habari za uongo zenye lengo la kuchochea vurugu katika kipindi hiki cha uchaguzi. Upigaji wa kura mapema utafanyika katika vituo vya majimbo 50 ya kupigia kura, ambapo vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi na kufungwa saa 10 alasiri Oktoba 28 mwaka huu. Kutoka Unguja, Mtumwa Saidi FM.